Unaondoaje? Unaondoaje? Haleluya. Lazima ndani ya akili yako ujue kuwa pamoja unatenda wema, malipo hata mabaya pia ni malipo. Kuna mtu hajanielewa. Nasema hivi, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Marko sura ile ya 5. Naomba ukipata nafasi soma Marko sura ya 5. Biblia inafunua juu ya nini? Neno la Mungu linasema hivi kwamba Yesu akafika katika nchi ya Wagerasi. Alivyofika katika nchi ya Wagerasi, Biblia inasema akakutana na mtu ambaye alikuwa amefungwa na nguvu za giza. Biblia inasema alikuwa na mapepo, jeshi la mapepo lipo ndani yake. Biblia inasema huyu mtu wa Wagerasi alikuwa akisumbua, alikuwa na nguvu kubwa kiasi kwamba hakuna aliyokuwa anaweza kumfunga, hakuna aliyokuwa anaweza kumshika. Sikiliza, Biblia inasema Yesu alipomuona akamfungua huyu mtu aliyokuwa amefungwa. Ndugu na jamaa walikuwa hawawezi kumshika, walikuwa hawawezi kumfunga. Biblia inasema alikuwa akifungwa na kamba anakata, akifungwa na pingu anakata. Maana yake alikuwa na nguvu sio ya kawaida. Jeshi la mapepo lilikuwa ndani yake. Biblia inasema Yesu akamfungua yule mtu wa Wagerasi. Cheki kilichotokea. Biblia inasema wale watu wa Wagerasi wakamwambia Yesu aondoke. Okay, kitu gani nataka nikwambie? Si kila jema unapotenda au wema unapotenda au jambo zuri unapolitenda malipo yatakuwa ni mazuri. Unaweza ukatenda jambo ambalo ni zuri lakini ukalipwa kwa mabaya. Lazima ndani ya fikra zako, ndani ya akili yako, haleluya, usikae katika mtazamo wa kulipwa mazuri. Hata mabaya nikasema ni malipo. Haleluya. Sasa sikiliza, huyu ni mtu ambaye alikuwa amefungwa, alikuwa akiwasumbua, lakini Yesu alipomfungua, haleluya, wakamsii. Biblia inasema wakamsii aondoke kwao. Haleluya. Yalikuwa ni malipo. Sawa, alifanya kumfungua lakini bado hawakumtaka. Kwa hiyo sidhani unavyotenda mazuri au unavyowafanyia watu mambo yaliyo mazuri, swala la malipo lipo mikononi mwao. Unaweza ukatenda wema ukalipwa mabaya. Haleluya. Alimfungua huyu mtu ambaye alikuwa akiwasumbua. Biblia inasema alikuwa anashinda makabrini, alikuwa na nguvu, akimfunga kwa kamba. Alikuwa na shida ya akili. Sijui kama unaelewa mtu mwenye shida ya akili. Haleluya. Lakini baada ya Yesu kumfungua wakamtaka aondoke kwao.